Umebarikiwa sana. Hongera sana uliyeweza kujali na kuingia online na kuanza kuniona mpashara kabisa mahali popote pale ulipo. Nikukaribishe mahali popote pale ulipo, kama nilivyotanguliza kusema, na mimi unanitazama ni mwana wa agano, the covenant son, prophet Luo, nabii Lwambano wa kizazi hiki wa kanisa nzuri sana la Victory Faith Dodoma, Tanzania, na madhabahu ya saa ya urejesho au huduma ya saa ya urejesho. Nikukaribishe sana ndugu mpendwa wangu, wewe uliye mwanafunzi uliye tayari kujifunza na kutaka kujua mengi sana kwa habari ya maisha ya kiroho, maisha ya nafsi na maisha ya mwili. Kumbuka, hiki ni kipindi cha saa ya urejesho. Maana yake nini? Yako mengi ambayo tumeyapoteza, yako mengi yaliyo ya kwetu yamefichwa, lakini hatuwezi sasa kuweza kuyafurahia yaliyopotezwa au yaliyofichwa. Ni mpaka tutafute chanzo. Kwa nini vimepotezwa? Kwa nini viliibwa? Kwa nini vimefichwa? Na ndicho kipindi ambacho kitakupa majibu ya moja kwa moja kwa Roho Mtakatifu. Ninapokukaribisha, ni vizuri sasa ukasema leo nimefikiwa. Nikukaribisha sana, na mara baada ya kuniona, ingekuwa ni vizuri sana ndugu mtazamaji wangu mpendwa, niombe na wewe mahali popote pale ulipo. Ebo niombe ili Mungu wa mbingu na nchi ambaye tunamtumainia aweze kufanyika baraka kwenye maisha yako, lakini aweze kufanyika jibu la maisha yako, hasa kipindi hiki tunapomaliza mwaka. Hatumalizi kwa akili zetu, hatumalizi kwa nguvu zetu, bali kuna neema na kibali. Na ndivyo ilivyo, na ndivyo itakavyokuwa pale utakapofanikiwa kuelewa nini ambacho nabii au kuhani au mwalimu wako nakisema. Mungu akubariki sana wewe ambaye unafurahishwa nacho kipindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya mama huyu, binti huyu ambaye ananifuatilia mahali popote pale, naye amekuwa mwanafunzi mwema wa kipindi cha saa ya urejesho. Nakushukuru kwa ajili ya baba huyu, nakushukuru kwa ajili ya kijana huyu. Asante kwa ajili ya mtoto, hata kwa wazee wote. Mungu, umetuumba kwa sura na mfano wako. Ndivyo ilivyo. Kusudi lako namba moja ni kutufanya tuweze kumiliki na kutawala, sawa sawa na kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na ule mstari wa 26 mpaka ule mstari wa 28. Bwana mabwana, nami natangaza neema na kibali chako, mfalme wa falme, juu yetu, juu ya kila mmoja ambaye ananitazama sasa. Wakati mwingine maswali yanakuja, kama ndivyo Mungu ulituumba kwa sura na mfano wako ili tuweze kumiliki na kutawala, kwa nini leo hatumiliki wala hatutawale? Kwa nini leo tumekuwa maskini? Kwa nini leo hatusogei mbele? Kwa nini hatuna furaha? Wewe ni Mungu na majibu, ndio ukamleta mwanao wa pekee, na sio mwingine, ni Yesu Kristo. Na Yesu akajitabanaisha wazi, akasema kwamba yeye ni njia, uzima na kweli. Mtu hawezi kwenda kwa Baba pasipo yeye. Lakini zaidi ya yote, Yesu Kristo naye alisema ya kwamba tuombe lolote kwa jina lake, na huu ndio ufunuo wa kipekee. Na Kristo Yesu pia akasema ya kwamba imenipasa mimi niondoke, lakini Baba mwenyewe atamleta msaidizi, na huyo msaidizi ndiye atakatuwezesha kutuongoza, kutuelekeza na kutuambia kwa bayana, na sio mwingine bali ni Roho Mtakatifu. Baba, nakushukuru sasa kwa jina la Yesu Kristo na kwa neema ambayo umenipa kwenye kipindi cha saa ya urejesho. Ewe Roho Mtakatifu, mwalimu na kiongozi, Mungu wa nyakati za mwisho, natangaza kipindi hiki kifunike wewe kwa damu ya Yesu. Ndugu mtazamaji wangu anaponitazama mahali popote, ninatangaza nguvu yako Roho Mtakatifu ikashuke kwa nguvu kwake, kwa kuwa amekusudia kujua na kuelewa, na hatimaye asimame aweze kurejesha vyote ambavyo vimeibwa, vimepotezwa, vimekuwa gerezani, kwa jina la Yesu Kristo. Na sasa
kwa mamlaka ya jina la mwanao Yesu Kristo, Mungu uliye hai, na kwa jina takatifu lipitalo majina yote, ama ni wewe Kristo uliye hai, kipindi hiki nimekifungua, na ndipo sasa kila anayetazama aseme amen. Ubarikiwe sana. Amen. Barikiwe sana. Amen. Yes, tuko online kama nilivyosema, na leo nina wageni kadhaa, lakini si wageni ambao ni wageni kabisa kwako ndugu mtazamaji wangu unanifuatilia. Na kama nilivyotangulia kusema, tuko ndani ya mwezi wa 12. Unajua Apostle Julius, Naam baba. mwezi wa 12 Disemba, Yes. unapaswa kujua ni namba ya kinabii. Amina. Namba ya kinabii kwa sababu taifa la Israeli lilikuwa limetokana uzao wa wana wangapi? Wana wa Israeli. Watoto 12. Watoto 12. Lakini mwezi wa namba 12 inaleta umaana wa perfection. Amina. Kwa maana ya ukamilifu. Amen. Amina. Namba 12 ni perfection. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nimeona sasa, kwa sababu tuna muda mchache sana na wako maelfu wanampenda Yesu. Amina. Wako wengi wameamua kabisa kusarenda maisha yao. Amen. Kumkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini tatizo imekuwa ni maswali mengi. Amen. Wengine wamefika mahali wanaona kama kumpata Yesu ni kama mzigo fulani, kwa sababu kile walichohubiliwa na watumishi, Amen, wainjilisti, Amen, na hata wachungaji wao wanashangaa kwamba sicho wanachokiexperience kwa sasa hivi. Amen. Kwa sababu nimepata message moja leo na binti yangu moja akaniambia, baba, mbona ninafunga na kuomba sana lakini majibu si yale ninayotarajia. Mimi moja kwa moja nilimwambia, Amen, nikamwambia ni kweli una bidii ya kufunga na kuomba, na kwa nini ujibiwi? Ni kwa sababu unaomba vibaya. Haleluya. Amina. Unaomba vibaya. Kwa hiyo hii ni introduction, kwa sababu watazamaji wetu wako wengi sana. Amina. Na bahati nzuri sasa tumevuka nchi, kwa maana mipaka ya nchi ya Tanzania. Amina. Tuna marafiki zetu Australia, tuna marafiki zetu pale Pakistan. Amen. Yes, mapastors wako pale, ni marafiki sana, wanatufuatilia sana. Lakini Ghana, Nigeria, Yes, Kenya, Uganda, Burundi, Congo, DRC tunafuatiliwa kwa viwango vikubwa sana. Amina. Kwa hiyo baada ya kueleza haya mambo machache, ni muhimu kutambua kwamba maisha yetu yanakuwa na furaha nyuma ya ugunduzi au nyuma ya ufahamu. Amina. Na mara nyingi nimewahi kueleza jambo hili kwenye mafundisho yangu. Bahati nzuri Apostle Julius na Pastor Peter pale tumekuwa mashahidi waaminifu sana, kwamba hatuwezi kufanikiwa kwenye hii dunia mpaka tumeweza kufika mahali tunapoweza kuelewa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwenye Marko sura ya 4, ni vizuri ukadisplay Marko sura ya 4 ule mstari wa 11. Unajua Yesu alipokuja duniani alikuja kuondoa ujinga. Amen. Akaleta maarifa, lakini pia alikuja pia kuwabadilisha wale wapumbavu, na wale kuna watu walifanikiwa kuacha upumbavu. Amina. Lakini kuna watu ambao waliendelea kubaki na upumbavu wao. Kwa hiyo shukuriwa sana huyo Kristo, na kwa sababu upumbavu unakamata akili, unakamata ulimwengu wa ufahamu. Kwa Yesu anasema alikuja, yeye anasema ili sasa wale waliokosa kibali cha kufurahia uzima wawe na uzima tele, si ndivyo? Amina. Wawe na uzima tele, kwa maana kuna eneo ambalo lilokoswa kufurahia uzima. Hasa Biblia inasema kwenye Marko sura ya 4 mstari wa 11, Biblia yako anasema aliwaambia Yesu, anasemaje pale? Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu. Anasema na wanafunzi wake, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanyika kwa mifano. Yote. Sasa ni shida sana unapokuwa nje. My spiritual father, baba yangu, aliwahi kufundisha somo moja linalohusiana na siri, mysteries. Amen.
kwenye siri aliwahi kuniambia, tunaposema habari ya siri, siri ni kitu kilichofungwa. Siri, narudia, kitu ambacho kimefungwa kabisa. Jambo lolote ambalo ukasema, ukamwambia mtu yoyote, ukasema hii ni siri, haiwi siri tena, kwa kuwa umeshamwambia mtu tayari. Amina. Kwa hiyo siri ni kitu ambacho kimefungwa. Siri ni kitu ambacho kimefichwa. Siri ni eneo la mtu mmoja tu ndio anastahili kuwa nacho. Amen. Kwa hiyo falme zimefichwa nyuma ya siri. Amina. Mafanikio yamefichwa nyuma ya siri. Swala si kuomba sana kama nilivyomjibu yule binti mchana. Swala si kuombewa sana. Swala moja kubwa ambalo muhimu sana ni kuwa na uwezo wa kuijua siri ya wewe. Kwa nini unaishi kwenye dunia leo? Kwa nini uko hai hata sasa? Kwa nini umesoma, una bachelor degree? Kwa nini wewe ni mfanya biashara? Kwa nini wewe umeajiriwa? Hizo ni mysteries, ni siri nyingi sana. Amina. Someone say amen. Amen. Pastor, nafikiri unanielewa vizuri. Amina. Kwa tunapoeleza ulimwengu wa siri, ni ulimwengu mpana sana. Liko siri nyingi mno, lakini tunahitaji sana kufunguliwa na kuwekwa hai. Amen. Hebu angalia, Paulo anawakuta Warumi kwenye Warumi sura 12 mstari wa kwanza na wa pili. Lakini eneo langu nataka nielezee ule mstari wa pili kabla ya somo la jambo la muhimu ambao watazamaji wetu wangetamani kutofuatilia zaidi ya hapo. Amen. Tunakaribisha comment zao, lakini tutarudi kwenye eneo hili la Paulo mtume. Yes. Kwenye Warumi sura 12 na ule mstari wa kwanza na pia ule mstari wa pili, nataka nieleze pale. Aliwakuta Warumi ni watu ambao wanaishi maisha yao yani zaga tu. Amina. Ni maisha ambayo aliwakuta ni watu wa kupenda starehe sana, watu wa kupenda maisha sana ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa Paulo akawaambia namba 1 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza sura ya 12 Warumi. Akawaambiaje? Basi ndugu zangu ninawasihi kwa huruma zake Mungu. Kumbe kuna huruma za Mungu. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Itoeni miili yenu iwe nini? Dhabihu iliyo hai. Iliyo hai. Takatifu ya kumpendeza Mungu. Iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Na hii ndio ibada yenye maana. Sasa mstari wa pili, hapo ndio eneo kubwa ambalo nikasema ili tuweze kufanikiwa kwenye dunia na tufurahie wokovu, tuifurahie huduma tulizo nazo. Tunaelewana vizuri? Amina. Tuifurahie kazi tulizo nazo, tufurahie ndoa tulizo nazo, tufurahie maisha tuliyokuwa nayo. Ni muhimu sana kuweza kufanyika upya kwenye ulimwengu wa fahamu au fikra tulizo nazo. Unajua adui shetani alipoingia pale Eden, yeye hakutaka kumiliki matunda au miti ya pale bustanini. Amina. Yeye alikamata fahamu. Biblia inasema naye aliwapofusha fahamu. Naye amepofusha fahamu. Paulo amesema hiyo, na fahamu zenu zimepofushwa. Kwa hiyo sasa ulimwengu ambao wakuwa hai ni kuhuishwa katika nini? Fahamu au fikra zetu. Hebu soma ule mstari wa pili ndio utajua Paulo anawaambia nini hawa Waefeso. Inasema Warumi wala msifuatishe namna ya dunia hii. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu. Nia zenu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu. Yaliyo mema ya kumpendeza. Yaliyo mema ya kumpendeza. Na ukamilifu. Na ukamilifu. Unazungona? Bali mgeuzwe. Be thy transformed. Mbadilishwe. Kubadilishwa. Na hapo ndipo kwenye shida kubwa sana. Hapo ndipo tunapopata utofauti wa viwango vya kufikia mambo kwa wakati. Amina. Hapo ndipo panapokuwa na tofauti ya kufikia mambo, nimerudia tena, kwa wakati, lakini kwa viwango tofauti, kwa thamani tofauti.
Na hapo ndipo hahitaji tena nabii aje akuambie unalo tatizo. Unachopaswa wewe ni kumtafuta nabii. Kuna mtu ananielewa vizuri hapa? Amina. Sisemi nabii akwambie tafuta nabii, tafuta mwalimu, tafuta baba ambaye ataanza sasa kufungua vifungo ambavyo vimefungwa kwenye maisha yako. Unapokosa ulimwengu wa ufahamu, unakuwa mtu ambaye huelewe kwenye dunia. Unaweza ukawa na taaluma yoyote, ukawa ni mwalimu, lakini kupitia walimu utafundisha tu, utaishia kwenye kufundisha, lakini wewe vifungo vyako binafsi kama mwalimu havitafunguliwa. Unaweza kuwa nabii au mtumishi, mchungaji kabisa, unachunga kanisa, unalo kanisa, unaweza ukafundisha vizuri, ukahubiri vizuri, lakini wewe mchungaji, lakini wewe minister, lakini wewe mtumishi, vifungo vyako bado havijafunguliwa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Mungu, sikiliza vizuri apostle. Amina baba. Mungu yeye anaweza kutumia hata mawe. Amina. Ili kufikisha message kwa watu wake. Amina. Kwa hiyo kuwa mchungaji sio garantia wewe kujua kila kitu. Kuwa nabii au mtume sio garantia wewe kujua kila kitu. Unalo eneo binafsi la wewe kulishughulikia kama wewe as a person. I don't know kama naeleweka vizuri. Amina. Kila mmoja, kila kuhani analo eneo lake. Amina. Kila mtu unayemwona duniani analo la kulishughulikia, na ile eneo linaitwa ni eneo la siri. Unapojua hiyo ndio siri, na kwenye siri ndipo panaweza pakaonekana udhaifu. Amina. Amina. Yes. I don't know kama mtu ananielewa. Nasema siri ni kitu kilichofichwa. Siri ni kitu ambacho mtu hawezi kukifikia. Amina. Nilikuwa naongea na binti yangu moja mchana, nikasema kwamba kuna mtu amemwambia afanye maombi ya ukombozi. I don't know, maombi ya ukombozi kama sijakosea hivi, maombi ya something like that, maombi ya hivyo like that. Haya, nasema maombi ya ukombozi ni maombi gani? Akasema ni maombi ya kulipa gharama. Yani I don't know, maombi ya kulipa nini? Gharama. I don't know, that man of God, huyo mtu wa Mungu, sometimes hakumwambia, yani he didn't tell her the reality what to do, uhalisia nini cha kufanya, lakini akamwambia unahitaji kulipa gharama. Amina. Hasa nikamwambia unapokuwa ndani ya Kristo, amina, Yesu amelipa gharama kwa ajili yako. Amen. Nirudie tena watu wanielewa. Amina. Unapompokea Yesu Kristo, number one, you must have to understand, lazima uelewe that Jesus Christ, kwamba Yesu Kristo has paid your debt. Amelipa deni lako. Kwa Yesu amelipa deni. Amina. Kwa hiyo wewe huwezi kusema kwamba ulipe gharama. Manake yoyote ambaye anayemwelekeza mtu yoyote kulipa gharama, tafsiri yake tunampinga Kristo. Amina. Manake tunakubaliana sisi ni antichrist. Sasa wapinga Kristo. Yes. Unanielewa? Amen. Huwezi kulipa gharama yoyote, maana Yesu Kristo alimaliza pale Kalvari. Amina. Na Jesus Christ said it is over. Alisema it is complete. It is finished. Imeisha. Sasa nikamwambia my daughter, nikamwambia don't give up. Usikate tamaa. Unachopaswa kufanya, tunaposema kulipa gharama, tafsiri yake unapaswa kujua siri ya wewe kuaminiwa na Mungu kuwa wewe ni mtumishi. Kuna siri, there is a mystery. Kuna siri that God has believed you, kwamba Mungu amekuamini to be someone, kuwa mtu fulani. Na hiyo ndio naieleza. Amina. Kila mmoja anayo siri ya ufalme. Amina. Kila mmoja anayo siri. Unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, kabla sijaenda kwenye subject ya leo, ngoja niweke clear hapa apostles. Amina. Na wachungaji mnielewe vizuri. Amina. Amina. Kwamba ni hivyo, unapompokea Yesu Kristo, namba moja, Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 12, anasema wote waliompokea, I don't know kama naeleweka. Amina. Yes. Wakafanyika kuwa wana wa Mungu. Wote waliompokea,
wakafanyika kuwa wana wa Mungu. Manake umepata kibali. Amen. Umepata kibali cha prayer. Amen. Amen. Umepata kibali cha kuomba. Ndio maana kwenye Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 7 anasema ombeni. Hawaombi wale tu. Amina. Huombi kila moja. Unaomba kwa kuwa umempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. And that's why akasema ombeni nanyi mtapewa, Mathayo 7:7. Amina. Amen. Hapo akasema bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Kwa kuwa umempokea Yesu Kristo, umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Hii hatua nyingine. Amina. Na unapofanyika kuwa mwana wa Mungu, maanake tunakwenda sasa, tunapata gift nyingine, tunapata zawadi nyingine. Hiyo zawadi inapatikana kwenye Ufunuo sura 5 mstari wa 10. Hapo tunisomea Apostle. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Nimeanza na siri. Tunapokosa kujua siri, hatuwezi kueleza habari ya majira tulionayo. Hatuwezi kueleza habari ya muda tunaoishi. Hatuwezi kupambanua fursa ambazo zinapita mbele yetu. Amen. Lakini hatuwezi kutumia nafasi, chances, kwa sababu you don't understand Kwa sababu huelewi what really mystery is. kwamba siri ni nini. Natamani mtu mmoja afunguliwe macho na aone. Amina. Unanifuatilia mahali popote, Mungu Baba wa mbinguni akufungue masikio. Amen. Mungu Baba wa mbinguni akufungue kwa jina la Yesu. Amen. Ulimwengu wa brain yako, ulimwengu wa ubongo wako, iko neema ambayo Mungu ameiachilia kwa mwanae Yesu Kristo. Na iko neema ambayo Yesu alisema imenipasa niondoke ili aje msaidizi ambaye ni Holy Spirit. Na unapokosa kumjua huyu ndio Roho Mtakatifu, na ni shida ambayo kila hatua unaipiga unaona kuwa ni hatua nzito, ni hatua ambayo haina maana kwenye, because you don't understand what mystery is. Kwamba siri ni nini. Hallelujah. Amina. Let's go deep over there. Anasemaje? Ufunuo sura ya 5. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 10 anasemaje? Haraka haraka kwa sababu ya muda tulionao. Anasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Kuwa mmefanyika kuwa wana wa Mungu. Number 2, Mungu anatufanya kuwa nini? Ufalme na makuhani. Ufalme na makuhani. Na makuhani kwa Mungu. Kwa Mungu, yani kwake yeye tunafanyika kuwa ufalme na ukuhani. Ili nini kinaendelea pale chini? Nao wamiliki juu ya nchi. Ili tuweze kumiliki juu ya nchi. Kumbuka ya kwamba tulikusha kuporwa, wanangu. Nao nitazama, kumbuka tulikusha kuporwa. Tuliporwa ahadi na baraka za Mungu aliye hai. Yes. Ni baraka zaidi ya 9, baraka za kinabii. Lakini baraka namba 1 ni kuwa sura. Namba 2 ni mfano wa Mungu, sura na mfano wa Mungu. Namba 2 hizo. Lakini kumiliki, kutiisha, kuongezeka, na baraka zinginezo, kuzijaza nchi na kadhalika. Kwa hiyo tuliporwa zote, na tulikuja kuporwa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 ule mstari wa 1 mpaka wa 8. Yule mnyama aliyokuwa mwelevu anatajwa kuwa ni nyoka, ambaye huyo hakuja pale Eden hivyo hivyo, maana yeye alianza kushindwa kwanza kwenye Ufunuo. Nisikize Apostle. Amina. Alishindwa kwenye Ufunuo sura ile ya 12 ule mstari wa 7 mpaka wa 11. Amina. Kwa hiyo akatupwa, alivyotupwa akaja Eden akiwa na ufahamu. Na ndio maana shetani atafuti mwili wa mtu. Amina. Shetani atafuti duka la mtu. Unanitazama lazima ujue, shetani atafuti duka lako. Shetani atafuti ndoa yako. Shetani atafuti biashara yako, wala atafuti huduma uliyoko nayo. Anatafuta kile kinachokufanya wewe uwe na huduma bora. Anatafuta kile kinachokusababisha wewe. I don't know kama unanielewa vizuri. Na kama unanielewa ungesema amen na kuelewa nabii. Amen. Anatafuta kile ambacho kinachosababisha wewe uwe na ndoa nzuri, yani uwe na mke bora, uwe na mume bora. Nini kilichosababisha? What has constituted nini kimesababisha you to have a very good marriage? Wewe kuwa na hali nzuri. Hicho ndicho kinachotafutwa. Amina. Let me tell you. Na ndio maana sikiliza Apostle. Amina. Wakati shetani huyo
anakwenda sasa kwenye kikao kwenye kikao ambacho Ayubu anafanya. Amina. Kikao cha ibada na Mungu wake. Shetani anakwenda kwa Mungu, anasema, mbona huyu Ayubu umemlinda na kumzingira pande zote? Naomba unipe nafasi nimjaribu. Unajua Mungu alimwambia nini? Alimwambia vitu vyote viko mikononi mwako. Apostle please amka. Alimwambiaje? Alimwambia vitu vyote vipo chini ya uwezo wako. Vitu vyote viko chini ya nini? Ya uwezo wako. Vitu vyote. Kumbuka anasema vitu vyote. Magari, nyumba, vyote, lakini nini? Roho yake usiguse. Roho yake. Naongea na mtu hapa. Amina. Adui anatisha tu. Anakutisha kwa sababu anataka nafsi yako, nyota inaing'aa. Hicho kinachosababisha upendwe, hicho kinachosababisha uwe kwenye biashara, uwe kwenye kazi, uwe sehemu fulani. Hallelujah. Amina. Somebody say amen. Amen. Nimejaribu kwenda kwa undani zaidi ili kuliweka sawa, kujua unaweza kuwa una bidii ya maombi, unaweza kuwa unaenda kanisani mara kwa mara, unaweza kuwa ni mwimbaji mzuri, unaweza kuwa mtumishi, whatever kwa majina, ujitaje kuwa nabii, ujitaje kuwa mtume, ujitaje kuwa mchungaji, ujitaje kuwa mwalimu. Let's say waone kazi zako, lezipimwe hizo kazi zako. Haijalishi hayo ambayo nayaongea yana ukubwa au udogo kwa kiwango gani, lakini kumbuka kila mtu ana ulimwengu wa siri yake. Amina. Unaimwona mtumishi ambaye amechanua, amefanikiwa sana, yes, ni ule uwezo wa kugundua eneo lake la ubora wake. Saidia kusema amen. Amen. Saidia kusema amen. Amen baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna washindi wengi wanatufuatilia hapa. Ningetamani sana kuona comment zao, alafu tuendelee kwenye title ya leo. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, kuna namba moja tumemwona Leonard Albert anasema amen baba, mnasikika vizuri. Kuna binti yangu anaitwa Happiness Msilanga, yeye amesema tu amen. Kisando family amesema leo nimefikiwa. Tunakaribisha comment yako mahali popote pale ulipo, na utuambie umetupata kutokea wapi, yani unatuona kutokea wapi na nini ambacho kilicho bora kwako. Tunakupenda sana wherever you are, tunakupenda sana. Umbali sio kikwazo. Mungu tunayemtumikia, Mungu ninayemtumikia kwenye madhabahu ya saa ya urejesho na kipindi cha saa ya urejesho, Mungu huyu atakufikia na utarejesha vitu vyote. Sasa hebu tuende kidogo hapa kwa subject ya leo. Amina. Juzi tulikuwa na subject inasema unmistakable, kutokukosea, unmistakable touch of God, mguso wa Mungu usiokosea. Yes, unmistakable touch of God. Tukasema Mungu anasema macho yake anatutazama sisi, anatuangalia. So haijalishi kwamba tulipora vitu vyote kama nilivyojaribu kuvisema mara ya kwanza, lakini bado aitwe Mungu na ashukuriwe kwa ni Mungu. Amen. Leo hii ni tarehe 3 kama sijakosea, Yes, ya mwezi wa 12. Ningetamani kuona mtu mmoja hapa anaweza kukomenta, aniambie prophet, namshukuru Mungu wa mbinguni, hata sasa leo ni tarehe 3, bado napumua, bado niko hai. Kwa nini? Kwa sababu tunahitaji kuishi na kudumu kwenye vazi la shukurani. Amina. Tunapaswa kuishi na kudumu kwenye vazi la nini? La shukurani. Shukrani. Vazi la shukurani ndio kila kitu kwenye maisha yetu. Amina. Kwa lazima tujue ya kwamba kila chenye mwanzo kinakuwa na mwisho wake. Amina. Na kwa kuwa uko ndani ya Yesu Kristo, kwa kuwa wewe unanifuatilia hapa kwa ndani ya Kristo, au kama hujampokea Yesu Kristo, ujue hapo ulipofikia ni matuo tu halisi ambayo Mungu amekupa neema hiyo ya wewe kuwa hai.
Mungu amekupa neema hiyo ya wewe kuwa hai. Amen. Kwa ni lazima tufike mahali tumwambie Mungu, mwisho wangu nisiumalize vidogo. Amen. Yaani mwisho wangu nisiumalize kidogo. Mwisho wa mwaka wangu nimalize kwa ushindi. Amen. Kuna mwisho ambao Mungu anakutaka wewe mtazamaji wangu umalize kwa ushindi. Hasa mwisho inawezekana ukaangalia tu kwenye ule mwezi wa kwanza na mpaka hii Desemba. Sielezee hilo, mimi naelezea kinabii kidogo. Kuna mwisho wa jambo ambalo umelianzisha. Hili linahitaji umalizie katika ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu anasema finishing strong, kumaliza katika ushindi, with the glory of God, na mkono wa Mungu. Maana tunahitaji kumaliza kwa ushindi, kwa utukufu wa Mungu. Amen. Kumaliza kwa nguvu ukiwa umebeba ile neema na kibali. Amen. Cha kumpa Mungu utukufu. Amen. Na nikasema sasa ni muhimu kutambua hapa ulipofikia leo tarehe 3. Maana zimebakia siku 28 peke yake ambaye uko kwenye online. Kumbuka siku 28 katika ulimwengu wa roho tunazikamata. Amina. Tunazishika na tunazihuisha ziwe mpya. Yes. Zenye nguvu kabisa kwenye maisha. Amen. Unachopaswa kufanya ni kunisaidie kunifuatilia na kisha kukomenti amen. Amen na kufuatilia kutokea wapi. Amen. Sasa Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi. Tuangalie Mhubiri sura ile ya 7 na ule mstari wa 8. Biblia inasema hivi, kuna furaha au kuna nguvu au kuna neema mtu kumaliza kwa utukufu wa Mungu. Biblia inasema hivi. Tuangalie pale Mhubiri sura ya 7 mstari wa 8. Inasema, heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Na uvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Na uvumilivu rohoni kuliko nini? Mwenye roho ya kiburi. Mwenye roho ya kiburi. Amen. 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 Anasema na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Maana yake nini? Nimeonekana mbele yako leo kukuambia kukata tamaa ni kiburi. Amina. Kufadhaika moyo ni kiburi. Kumbuka umetoka mbali sana. Safari yako ni mbali mno. Amen. Yes. Kufadhaika ni kiburi. Katika ulimwengu wa roho ni kiburi. Tafsiri yake kwamba Mungu hawezi tena kutenda, kwamba Mungu hawezi tena kumaliza hilo ambalo ulianza nalo. Amen. Na wengine na mtu mmoja hapa nielewe. Ndio maana Biblia anasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Heri mwisho wa huduma uliokuwa nayo, kwa maana matengenezo yanahitajika hapo. Amina. Huduma, narudia, ministry inahitaji matengenezo kipindi ambacho umechoka, mtumishi wa Mungu. Amina. Umekata tamaa. Wakati mwingine naongea na mtu mmoja hapa. Amen. Washirika wanapungua ndani ya kanisa eti kwa sababu tu umeanzisha ujenzi wa kanisa, wameamua kuondoka ndani ya kanisa. Nataka nikutie moyo wewe mtumishi mwenzangu. Amen. Bado Mungu ana kusudi na wewe. Yes. Anasema heri mwisho wa neno, heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Ulianza na furaha, ulianza na matumaini, ulianza na nguvu fulani. Amen. Lakini kuna watu wamekukatisha tamaa. Kuna watu wamekuhuzunisha sana. Kuna watu wamefika mahali pale ulipotaka kufanikiwa walikuacha ili uanguke. I want to tell you this today. Don't give up. Yes. Your tomorrow is greater than today. Kesho yako ni kubwa kuliko. Na mimi nataka nikwambia kabla hujavuka mwaka. Amen. Yale majibu ambayo ulitarajiwa ujibiwe, unaposema tu baada ya neno hili la mtumishi wa Mungu ya kwamba nilikata tamaa, sasa nasimama tena, hapo hapo Roho Mtakatifu analiimarisha neno la kinywa chako, unapokea nguvu. Amen.
unapata uweza, majibu yanatokea kesho. Yes. Kabla ya tarehe 27 ya mwezi wa 12 huu, majibu yako yaliyo sahihi yanatokea. Amen. Majibu yenye mafanikio yanatokea. Amen. Na ndio maana nikasema sasa tunapoelezea habari ya mwisho mwema, hatuelezei habari ya kimwili peke yake. Amina. Ni swala la kiroho, ni swala la kujihoji kwenye maisha. Amen. Ni safari ya kiroho inayohusisha neema ya Mungu. Amen. Yaani maana yake nini? Tafsiri yake naeleza kwamba hapo ulipofika leo tarehe 3 ambazo zimebakia siku 27, tukubaliane. Amen. Safari hii si ya mwili peke yake. Yes. Safari hii ni safari ya kiroho ndani ya mwili uliokuwa nao. Amina. Maana yake ndivyo ilivyo. Mwili unapochoka, akili zako zinapochoka, roho inakutaka uanze kwa upya ili umalize ukiwa na nguvu. Yes. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaona kama naongea na maelfu ya watu hapa. Amina. Naona wengi wako viewers, a lot of viewers. Injini wangu sivyo? Viewers ni wengi mno. Ni hivi, lazima unahitaji kumaliza ukiwa na nguvu. Lakini sasa tunaposema kumaliza kwa nguvu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, tafsiri yake tumesema kumaliza tumaanishi kumaliza kwa mwili peke yake. Amen. Tunapaswa kumaliza tukiongozwa na Roho kwa neema ya Mungu, kwa mwanaye Yesu Kristo. Yes. Na kwa usimamizi wa Roho Mtakatifu. Amen. Hasa hapa nasema nini? Wengi wanaweza kuanza vizuri kwenye maisha yao. Amen. Lakini wanapoteza nguvu wakiwa safari. Naongea na mtu hapa. Amina. Yaani nimesema sio tu swala la mwili. Yaani kuanzia Januari mpaka sasa. Simaanishi hilo peke yake. Mimi namaanisha mwili, roho na nafsi yako. Umeanza vizuri kwenye safari yako ya kumtumainia Mungu. Umeanza vizuri kwenye biashara yako. Umeanza vizuri kwenye ndoa uliokuwa nayo. Umeanza vizuri kabisa kwenye huduma ulionayo. Lakini hapo katikati unapoteza nguvu. Naongea na mtu hapa. Yaani unajikuta unapoteza nguvu. Amen. Hasa unapopoteza nguvu, tafsiri yake nikasema, Mhubiri huko Suleiman anasema kwamba ni kiburi. Mstari wa 8 anasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Lakini B yake anasema na mvumilivu rohoni. Unapochoka na kukata tamaa, hapo ndipo unapohitaji endurance, kwa maana ya uvumilivu ndani. Amen. Kuwa mdadisi, kuwa na ile spirit of tenacities. Unazidi kuwa mdadisi kwamba nitavuka na hili, nitafika salama ng'ambo. Na mimi naamini kabisa umepata neema ya kunisikiliza na kuniona. Amen. Utavuka salama kwenye hiyo huduma uliokuwa nayo. Amen. Utavuka salama, nakwambia. Amen. Inawezekana ndoa ulianza vizuri, lakini sasa ni kama mume wako umwelewi, ni kama mke wako vile humwelewi. Nataka nikwambie yuko Roho Mtakatifu, lakini liko neno la nabii Luambano hapa litakusababisha matengenezo mapya katika hiyo ndoa. Amen. Unachohitaji ni ulimwengu wa uvumilivu katika roho. Na mruhusu Roho sasa umulize kwa kina, kwa nini ndoa yangu haina mafanikio, haina furaha. Nikakwambia mara ya kwanza, iko siri. Hasa Roho Mtakatifu yeye, hebu tuangalie pale Warumi sura ya 8 mstari ule wa 26. Paulo bado anaendelea kueleza kwa hiyo nguvu ya Holy Spirit. Warumi sura ya 8 mstari wa 16. Wa 26 tafadhali. Mstari wa 26. Anasemaje? Warumi sura ya 6. 8 mstari wa 26. Sura ya 8 mstari wa 26, Biblia inasema hivi. Malaika wa Bwana akasema na Filipo. Nimesema Warumi. Rumi 8:26. 26. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu. Amesema nini? Udhaifu wetu. Udhaifu wetu.
Kwa maana hatujui kuomba jinsi kwa maana hatujui kuenenda na hiyo ndoa kwa akili zetu. Kwa maana hatujui kuenenda na hiyo huduma kwa akili zetu. Hadono kama naongea na mtu. Amina. Amen. Lakini nini anasema chini? Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho mwenyewe. Mtu mmoja nisaidie Roho mwenyewe. Roho mwenyewe ambaye yeye anasema anatusaidia kuomba pasipoweza kufanya nini? Kutamkika. Kutamkika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Roho mwenyewe ndiye anayeweza kutusaidia sisi kuomba pasipoweza kutamkika. Amina. Na hilo ndio eneo ambalo muhimu nataka niliweke sawa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Sasa nini kinachoendelea? Anasema tupaswe kuzimia. Naongea na mtu kwamba tunaposema kumaliza kwa nguvu, finishing strong with the glory of God. Amina. Kumaliza kwa nguvu kwa utukufu wa Mungu. Tunaposema kumaliza kwa nguvu, kumaliza kwa nguvu huhitaji kutazama utukufu wa Mungu. Narudia kidogo nikae vizuri. Amina. Tunaposema kumaliza kwa nguvu huhitaji kwanza kutazama utukufu wa Mungu, kwa sababu utukufu wa Mungu unakuja nyuma ya matokeo au matunda ya kazi ulionayo. Amina. Wito ulionao. Sasa nimesemaje? Utukufu wa Mungu inasema ni uwepo wake, yani ile presence yake, nguvu yake, Amina. utakatifu na uzito wa ufunuo wake. Amina. Sasa wale wanaoona utukufu wa Mungu hutengeneza, wale wanaoona utukufu wa Mungu wanatengeneza mwisho ulio mkamilifu. Kwa kwenye ile eneo natamani niongee na mtu mmoja tu hapa ananifuatilia. Amen. Amen. Kwamba tunahitaji kufanya kazi kwa bidii. Tunahitaji kufanya maombi kwa bidii bila kujali Mungu atakujibu wakati gani. Tunahitaji kujitoa sisi wenyewe kwa bidii. Tunahitaji kumtolea Mungu kwa bidii vile utakavyoweza bila kutarajia matokeo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Kutoka sura ya 33 ule mstari wa 18, Biblia inasema, Kutoka 33 mstari wa 18, mstari wa 18, Biblia inasema akasema na kusihi unionyeshe utukufu wako. Musa aliacha Misri kwanza, ukumbuke, lakini akapitia jangwani. Sio hivyo? Hii story ya Musa. Amina. Na bado mwisho wake ulionekana utukufu, lakini aliomba, alisema na kusihi nini? Unionyeshe utukufu wako. And he said, I beseech thee, show me your glory. Akasema nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Umeweza kuona? Kwanza aliomba. Ndio maana nikasema tunapokaribia kumaliza mwaka, swala la kuingia kwenye maombi si hiari tena. Ni lazima watu kung'ang'ania madhabahu. Kanisa la Mungu Tanzania kung'ang'ania madhabahu, kumwambia Mungu aliyekuumba, kumwambia Mungu aliyekupa pumzi hata leo naishi, kwamba nionyeshe Baba utukufu wako. Mungu alimwambia Musa, alimwambia Mungu, show me thy glory. Nionyeshe utukufu wako. Show me, I beseech thee, show me your glory. Nionyeshe utukufu wako. Na Mungu akamwambiaje? Mungu akamwambia nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Mimi nitapitisha wema wangu wote mbele yako. Kwa hiyo unapofika level ya kumaliza mwaka, lakini ukiwa mnyenyekevu na mtulivu, iko neema. Narudia, there is a grace over you. Kuna neema juu yako. Mungu wa manabii na mitume akutendee jambo jema. Amen. Amen. Popote unaponifuatilia, Mungu akutendee jambo jema. Amen. Lakini si kwa ahadi ili umalize kwa nguvu, ili tumalize kwa nguvu mwaka huu,
Najaribu kwenda kwa ufupi, lakini mnielewe sana hapa, ndugu watazamaji wangu wapendwa. Number 1, unapaswa kudumu katika hali ya utakatifu, hali ya uvumilivu, hali ya ung'ang'anizi, ya kumwambia Mungu, nionyeshe nguvu zako, nionyeshe utukufu wako. Siku 27 zimebakia. Natangaza ziwe siku za kinabii kwako. Amen. Paulo anawaambia Filipi sura ile ya kwanza mstari wa 6, anawaambiaje? Na Yeremia sura 29 mstari wa 11. Tutaangalia pale wa Filipi 1:6 anasemaje? Filipi 1:6. Ndio. Anasema nami niliaminilo ndilo hili. He which hath begun, wa Filipi 1 chapter number 1 verse 6. Nami niliaminilo ndilo hili. Ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema, yeye aliyeanza, he which hath begun a good work mioyoni mwenu, in you ataimaliza, will perform it until the day of Jesus Christ, hata siku ya Kristo Yesu. Atasimaliza. Kwa yeye aliyokupa neema kuanzia Januari, Februari, March, April, May, Juni, July, August, September, October, November, and this is December. Na hii ni mwezi wa 12. Yeye aliyekuanzishia neema ya usafiri. Nataka unisikize vizuri. Binti unanifuatilia hapo, baba unanifuatilia, rafiki yangu mzuri, don't give up. Usikate tamaa. Yeye aliyeanza kazi njema na wewe kuanzia Januari mpaka sasa, maana bado upo kwenye safina iliyo njema. Amen. Unachopaswa kufanya ni kumsubiri yeye aliyokuanzishia hiyo kazi, uvuke salama. Nami naamini unakwenda kuvuka. Amen. Tunakwenda kuvuka katika jina la Yesu. Amen. Tunavuka. Yeremia 29:11 anasemaje? Yeremia 29 na mstari wa 11. Biblia iko very clear hapo. Inasema hivi. Ndio. Maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi. Mawazo. For I know the thoughts that I think toward you, asema Bwana, says the Lord. Ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, to give you an expected, kuwapa ninyi tumaini, to give you an expected end, siku zenu za mwisho. Kutupa matumaini siku zetu za mwisho. Siku zetu za mwisho ni zipi? Nimetaja majira, nimetaja muda, lakini nimetaja hali au state. Siku ya mwisho ni pale unapokata tamaa, unaposema siwezi, unaposema nimeshindwa, unaposema huduma hii imenelemea, unaposema maisha haya ndoa ni magumu. Hiyo ni siku ya mwisho. Na nikasema unaposema maneno haya, hicho ndio kiburi. Maana kuamini huyo aliyekuleta hapo anaweza akamaliza. Kwa maana hiyo, ndugu mtazamaji wangu mpendwa, amina, ninaposema finishing strong, kumaliza kwa nguvu, ni matokeo ya uvumilivu. Yoyote anayevumilia katika kutenda mema huwa anamaliza na utukufu wa Mungu. Amen. Paulo anamwambia Timotheo mwanae, tuangalie pale waraka wa pili wa Timotheo sura ile ya 4 mstari wa 7 na wa 8. Hebu twende haraka haraka pale. Nataka nimtie moyo mtu mmoja hapa ambaye inawezekana kabisa mizimu imemtishia kwamba hatafanikiwa. Timotheo wa pili. Nimesema sura ile ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 8.
inasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimezipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Anasema mwendo. Nimependa hiyo. Anasema I have fought a good fight. I have finished what? My course. Imani nimeilinda. I have kept the faith. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Paulo anasema hayo, my son. Amen. Ndugu watazamaji wangu, kwa nini Paulo anasema haya? Anasema nimesema finishing strong ni matokeo ya kuvumilia. Nimetaja habari ya huduma za watumishi mbalimbali. Nimetaja habari ya hali kwa maana ya state. Unapofika mahali pa kukata tamaa, mahali pa kuchoka kabisa, hapo ndipo panapohitajika uvumilivu au saburi. Unapoachilia ile hali ya uvumilivu, Roho Mtakatifu anaanza hapo hapo ulipo. Naamuru kwa jina la Yesu. Amina. Roho Mtakatifu aanze hapo hapo ulipokata tamaa. Amen. Roho Mtakatifu aanze hapo hapo unapodhani kwamba umeharibikiwa kila engo. Kwa jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu aanze kulibiri maisha yako upya. Amen. Roho Mtakatifu aanze hapo hapo waliposema umekata tamaa, wamekuchoka kabisa. Amen. Roho Mtakatifu, ngoja twende pale kwenye kitabu kile cha Marko, ile sura ile ya 5 na ule mstari wa 28 mpaka 25 mpaka ule mstari wa 28. Marko sura ya 5 mstari wa 25 mpaka ule mstari wa 28. Kuna story moja ya mwanamke aliyotokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Ni story ndefu sana. Imetaja majira, narudia. Imetaja majira, season. Imetaja muda, time. Lakini pale kuna vitu vichache tujifunze hapa. Kuna mtu anakwenda kuinuliwa hapa kwa jina la Yesu. Amina. Roho wa Mungu anakwenda kukuinua hapa. Amina. Nasema Roho wa Mungu anakwenda kubadilisha maisha mapya sasa hivi. Amen. Usiku wa leo hautapita kwa jina la Yesu. Amina. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu, Roho ambaye yuko pamoja nami majira haya, anakwenda kubadilisha maisha yako baba. Anakwenda kubadilisha maisha yako binti, mama. Huduma ya mtu inakwenda kubadilika sasa. Amen. Kinachohitajika, kuna eneo ambalo hapo unapotaka kukata tamaa, wewe sema show me Father your glory. Amen. Show me your glory. Amen. Show me your glory. Nionyeshe utukufu wako. Hallelujah. Amen. Nionyeshe tu utukufu wako. Amen. Kwa hiyo unaposema nionyeshe utukufu wako, oh yes, ndipo Holy Spirit anaanza kufanya kazi na wewe. Amen. Popote unaponitazama, Roho Mtakatifu anaanza kufanya kazi na wewe. Amen. Nimesema ziko siku 27 mbele yako. Oh yes. Lakini katika siku 27 mbele yako kuna siku 7 za kinabii kuanzia sasa, za kuimarishwa upya, za kugangwa upya, za matengenezo mapya, za kuhuishwa kwa upya. Nisaidie kusema amen. Amen. Hasa yule mwanamke alikaa miaka 12, lakini sikiliza, alipita kwa matibabu kwa madaktari wengi, tena mabingwa kabisa. Biblia inasema hivi, lakini ngoja nikupe ule mchakato wa uponyaji wa ule mama. Alipofika mahali mwishoni, alipofika mahali pa kukata tamaa kabisa, alipofika mahali aliposema sasa, ndugu zangu wameniacha kabisa na hakuna tena matarajio yoyote, ngoja nikwambie, nimempenda yule mama. Naongea neno la kinabii hapa. Nimempenda yule mama. Alipofika kwenye nyakati zile za koma, akajitia moyo. Wakati anajitia moyo hivi, ghafla akasikia, ni kama wewe unanitazama online, ghafla akasikia. Alisikia nini? Alisikia habari za Yesu. Maana Biblia inasema aliposikia habari za Yesu, haikuwa story ya kawaida, haikuwa jambo la kawaida. Hakuishia kusikia peke yake. Kwenye kusikia, maana kuna content nyingi ndani ya kule kusikia. Amen. Alisikia nini? Maana alisikia habari za Yesu, kwamba Yesu anaponya, Yesu Kristo anaokoa, Yesu Kristo anahuisha,
Yesu Kristo anabariki, Yesu Kristo anafufua. Inawezekana. Hakusikia tu hivi hivi. Kwa hiyo ufunguo namba 1, alipokata tamaa akauingiza ufunguo wa kusikia. Namba 2, nilichompenda yule mwanamke ni eneo moja, hakuishia hapo, akaenda kwenye ufunguo namba 2, kuwaza. Unaposema kuwaza, maana yake kwenye ulimwengu wa kuwaza ndio ulimwengu wa kuvamiwa na vitu vingi sana. Naomba unielewe sana ndugu mpendwa mtazamaji wangu. Unaposema na waza, maana yake there is no limit. Hakuna kizuizi. Hakuna kuzuiwa. Amen. Katika kuwaza kwako. Maana mwanamke yule inawezekana aliwaza kwamba nimesikia habari za Yesu, ndio kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anabariki, lakini inawezekana Yesu sio kabila yangu. Naongea na mtu mmoja hapa. Amina. Inawezekana kwamba nikienda kwa nabii huyu anayefundisha, nitatengwa na kanisa, nitatengwa na wachungaji, nitatengwa na washirika wenzangu. Unajua kuna mambo mengi kwenye kuwaza. Mwanamke asema aliwaza. Hizo na hatua za kinabii za uponyaji wake. Kuna mtu nikimaliza hizo hatua, ziko hatua 5, uponyaji wako unakujia sasa hivi. Narudia, uponyaji wako unakujia sasa hivi. Amen. Sasa hivi hapo ulipo. Amina. Aliwaza kwamba inawezekana nikimpokea Yesu Kristo, nikaenda huko Jesus Yesu alipo, watu watanisema nini? Watu watanitenga kwenye vikao vyao, watanitenga kwenye dini yao. Aliwaza. Kwenye kuwaza huwezi kupata majibu yaliyo sahihi. Namba 1, kumbuka, alisikia. Namba 2, aliwaza. Alisikia, na Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Paulo anasema imani huja kwa kusikia tena neno la Kristo. Very good. Ni nzuri sana wewe mama tukifanya. Lakini unapotoka kwenye kusikia, unakutana na dimbwi jingine, ulimwengu mwingine wa kuwaza. Na ndio ulimwengu watu wengi wanapotea kwenye kuwaza. Wanakosa kufika kwenye mwisho ulio mwema kwa sababu unawaza. Na kwenye kuwaza hakuna, nimesema, ukomo wa kuwaza. Wakati unawaza, unaweza watu wakatishaji tamaa wakakujia wakati unawaza. Kwenye kuwaza, kwa sababu huna jibu sahihi, watu wakatishaji tamaa wanaweza kukujia hapo ghafla. Watu wenye mawazo mabaya, watu wanaoweza kufadhaisha watu wengine wanaweza kukujia kwenye kuwaza. Hatua ya kwanza, tuende pamoja. Alisikia. Kuna mtu hapa ananifuatilia vizuri sana. Alisikia habari za Yesu. Tukasema kusikia habari za Yesu, neno habari za Yesu ndani yake pana package nyingi sana. Namba 2, aliwaza. Nikasema kwenye kuwaza uweze kupata majibu sahihi. Nawaza, yes nawaza, yes nawaza, ndio nawaza, uweze kupata majibu sahihi kwenye kuwaza. Hatua ya 3, alifikiri. To think. Kufikiri. Unapofikia hatua ya kufikiri, unahusisha fahamu zako, unahusisha uelewa. Kwenye kuwaza ni tunasema storytellers. Wasimulia hadithi. Ni kupata hadithi za watu. Amen. Lakini kwenye kuthink, kwenye kufikiri, ni specific matter that concerns you. Ni jambo muhimu linalokuhusu wewe. Huyu mwanamke akasema, ndio nimefika hapa, anayeugua ni mimi, anayepata aibu ni mimi. Mimi ndio nimeaibika kwa muda wa miaka 12. Wewe umeaibika kwenye eneo gani? Umefika kwenye pointi gani ya kuleta uponyaji wa maisha yako? Naongea na mtu mwenye ndoa. Naongea na mtu kijana aliyomaliza masomo yake. Amen. Ana bachelor degree hapa, ana masters yake. Naongea na mtu aliyeajiriwa kazini. Naongelea mtu ambaye amejiajiri kwenye maisha yake. Ili uweze kupokea neema ya uponyaji wa mafanikio makubwa, ziko hatua za muhimu tunapokwenda kumaliza kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hizi ni kanuni ambazo huwezi kuzikwepa.
Sasa alipofika mahali kwenye kufikiri, akasema anayeumwa ni mimi, anayeteseka ni mimi, aliyogharimiwa fedha na fedha zangu hali niona ni mimi. Tazama, status yangu imepotea. Hey, hadhi yangu, reputation yangu, sifa yangu imenyang'anywa. Adui anaweza kunyang'anya, shetani anaweza kufanya maujinga, mizimu inaweza kuharibu inavyotaka, walozi wanaweza kufanya wanavyotaka wao. Lakini let me tell you this, acha nikwambie, Mungu ameweka kusudi ndani yako. Haijalishi magumu yanapita, utapitishwa kwenye magumu, lakini unapodumu kwenye endurance unatajwa kuwa mtu mgumu. Na Biblia inasema wagumu watabaki, magumu yatapita. Uwe wewe katika jina la Yesu. Uwe wewe kijana, uwe wewe mzee, uwe wewe rafiki yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Iko neema ya ajabu ambayo yule mama alipofika kwenye ulimwengu, kwenye hatua ya kufikiri, utakwenda kuiona. There is a wonderful grace. Kuna neema ya ajabu. Unajua, ukisoma vizuri pale utaona liko jambo la muhimu. Alipojijua kwamba anaumwa, ilitosha kabisa. Mateso anapata yeye, aibu anapata yeye, inatosha. Ukifikia kwenye level, kwenye hali ya kufikiri, nimesema ndipo kwenye majibu yako. Aibu, unapofikia kiwango cha kusema nina aibu, siwezi mimi, ujue ni eneo la kufikiri. Umejuaje kusema uwezi? Umejuaje kusema nimekata tamaa? Umejuaje kusema mimi watanikoma, mimi wataniona? Maanake tayari kuna ulimwengu wa ugunduzi umeingia kwenye kufikiri, ndipo tunapogundua. Amen. Sasa huyu mama alipofika kwenye ulimwengu wa kufikiri, akajua kwamba aibu amepata yeye, akasema sasa nitatokaje hapa nilipo? Nasikia Yesu anapita kule mitaani. Kwenye kufikiri kuna majibu. Roho Mtakatifu akupe jibu, ndugu yangu. Roho Mtakatifu akupe jibu sasa hivi kwa jina la Yesu. Amen. Fikiri ugonjwa ulionao ulianzeje? Hebu fikiria ugomvi wa ndoa uliokuwa nayo ulianzeje? Fikiria ugumu wa huduma unaipitia mtumishi mwenzangu, ulianzeje? Hapo ndipo kwenye majibu yetu. Haleluya. Hapo ndipo kwenye majibu yetu yaliyo sahihi. Hapo ndipo kwenye majawabu yetu. Biblia inasema, anasema kwenye kufikiri, yule mama akajisemea ndani, akasema hivi, nitakwenda. Pastor Peter, unaelewa vizuri? Akasema mimi nitakwenda. Mnaelewa vizuri hapo? Amina. Anasema nitakwenda, lakini nawafahamu wakina Peter, nawafahamu wakina Yakobo, nawafahamu wanafunzi wa Yesu ambao wamekuwa na kimbelembele kweli. Ninawafahamu Apostle Geoffrey ya Julius. Yes, daddy. Ninawafahamu kabisa. Amen. Sasa ili kwamba wasinione, ili kwamba nisiaibike kwenye kufikiri, kumbuka tumesema ni hatua ngapi hiyo? Hatua ya kwanza kusikia, hatua ya pili kuwaza, hatua ya tatu kufikiri. Amina. Hatua ya nne ni kuchukua hatua. Amen. Taking a step. Kuchukua hatua. Step ahead. Chukua hatua mbele. Stepping ahead. Piga hatua kwenda mbele. Akasema nitatoka hapa. Amina. Nitapita. Sawa? Amen. Ikiwezekana Yesu asinitazame kabisa, kwa sababu majibu yametokea kwenye kufikiri. Amina. Majibu yametokea kwenye nini? Kwenye kufikiri. Alipochukua hatua ni hatua ya 4. Hatua ya 5 alitenda. Tumpigie makofi mwanamke. Sasa ili kumaliza kwa ushindi, Mungu anahitaji tupitie hizo hali. Ndio maana Paulo anasema I have fought a good fight. Nimevipiga vita vizuri.
I have finished my course. Nimemaliza mwendo wangu. I have kept the faith. Nimeitunza imani. So Paulo anaposema maneno haya mwishoni mwa huduma yake anasema hiyo, wala sio mwanzo wa huduma. Maana yake nini? Tunapaswa kufika mahali maneno kama haya tuseme mwishoni, kwa sababu anakwenda kumpa utukufu Mungu. Ndio anampa utukufu Mungu. Mfano Ayubu, tuangalie pale Ayubu sura ile 42 mstari wa 12. Twende pale display, tunakwenda kumaliza. Au nataka nimtamkie mtu mmoja neno la kinabii hapa. Anasema so the Lord, hivyo Bwana, blessed the latter end of Job, aliubariki mwisho wa Ayubu more than his beginning, zaidi ya mwanzo wake. Let's go there deep and read it. So the Lord blessed, hivyo Bwana alibariki. So the Ayub chapter number 42 verse 12. 42. Ayubu 42 mstari wa 12. 42:12. Uvumilivu wa Ayubu ndio uliomfanya Mungu aliye hai ambariki kuliko zile baraka za mwanzo. Amen. Basi hivyo Bwana akaubariki huo nini? Mwisho wa Ayubu. Mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na nini? Kondoo wa upe. Anataja sasa vitu. Yes. Kumbuka nilisema mafanikio yetu sio vitu kwanza. Mafanikio yetu yanaanza na ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa nafsi. Roho, nafsi, mwili hupokea matokeo baadaye. Amen. Ningetamani kusikia amina ya nguvu kule. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah kanisa. Amen. Hallelujah kipindi cha saa ya urejesho. Amen. So the Lord blessed the letter. Basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho. Not just the letter. Sio mwisho tu. It is the letter end. Ni mwisho wa baadaye. Job more than his what? Wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Kwa hiyo tunaposema kumaliza kwa nguvu, inahitaji upya wa nguvu katika Bwana. Kwa hiyo dear viewers, when we are speaking about finishing strong, tunapozungumzia kumaliza kwa nguvu, we need the renewal, tunamaanisha kurejesha, the renewal of new power, kufanywa upya, kurejeshwa nguvu mpya. Hallelujah. Amina. Maana yake nini? Kila unapofika mahali kuamini kwamba utamaliza mwaka, unahitaji uwisho mpya ndani ya nafsi. Amen. Mbili ndani ya roho yako. Amen. Ili mwili upate matokeo chanya, mwili upate matokeo halisi, tunahitaji kukubali kufanyika upya kabisa. Amen. Ni kuamini kabisa na kwenda kufanywa upya napokwenda kumaliza. Yes. Ni kuamini. Kuna mtu anafikiria ada hapa, kuna mtu anafikiria ada za watoto wake, kuna mtu hapa anafikiria itakuwaje Christmas, itakuwaje. Sikiliza, finishing strong inahitaji upya. Maana unahitaji sasa kujifanyia marudio, kwa sababu wewe ulimwamini Yesu Kristo. Usisahau ya kwamba kuna kujiliwa na Bwana nyakati za mwisho. Muda wowote Yesu Kristo, msiache kulijua hilo. Yesu anasema atakuja na utukufu mkuu. Kwa hiyo lazima tufike mahali. Nimesema tumeangalia kumaliza mwisho, finishing strong. Tuliangalia majira, tuliangalia muda, lakini tukaangalia fursa. Tunaangalia fursa, tunaangalia nafasi. Nafasi tulionayo, nafasi ulionayo ni nafasi ya kunywa pombe, kulewa kupindukia. Nafasi ulionayo ni nafasi ya kufanya uasherati, uzinzi. Hiyo raha unaipata wapi? Nafasi uliokuwa nayo, najua wakati mwingine mnanitazama hamwezi kunielewa, ni wakati wa kuvuta bange, ni wakati wa kufanya biashara ya madawa ya kulevya. Je, ni nafasi ya kumchukia mwenzio? Nafasi ulionayo sasa. Tunaposema letter end ya Ayubu, haikuwa hivyo ambavyo
Whether unaifikiri sasa kuwaza kumzuia mwezio, kuwaza kuzuia watoto wenzako wasifanikiwe, kuwaza kuto kumwelewa mtu aina yoyote, kuwaza, je, umefikia nafasi hiyo? Umefikia nafasi ya kuweza kuidhorotesha nature, asiri? Maana kila mmoja ana haki zake za asiri. Je, umefika mahali pa kuzuia mtu asiweze kuenjoy zile natural zake justice? Ni kiwango kikubwa sana ambacho naongea na mtu hapa. Umefika level hiyo, kwa lazima ujue kwamba ukiwa mfuasi, ukiwa kiongozi, ukiwa mtu yoyote awa yoyote, tunaposema finishing strong, my dear brother, my dear sister, sio kumaliza tu mwaka huu 2025 kwenda 2026, bali ujue kuna kumaliza. Paulo anasema kumaliza kwa imani. Wewe kuna kumaliza kwa maisha yako binafsi. Amen. Kuna kumaliza kwa kazi uliyoanza. Umempokea Yesu Kristo, unamalizaje? Wewe umeanza ndoa, umefungishwa ndoa vizuri madhabahuni, unamalizaje na huyu mwanamke na huyu mwanaume? Unamalizaje? Lazima tufike mahali, wewe ambao unaye huduma, wewe ni mchungaji, je, kumaliza kuliko kwema, kama mtume Paulo alivyosema ya kwamba mimi nimeitunza imani, mwendo wangu nimemaliza, lakini nimetunza imani. Malaki, je, wewe mchungaji, wewe nabii, umeweka mgawanyiko wa washirika wa fulani na washirika wa fulani? Kwa kiwango gani watu wanapendana? Je, ulikuja kwa ajili ya mgawanyo au kujenga mwili wa Kristo? Kwa kiwango gani kuhani? Kwa kiwango gani mchungaji? Kwa kiwango gani nabii mwenzangu? Tumefika kiwango cha kutengeneza, kujenga mwili wa Kristo na kufika mahali kila mwamini katika Kristo aamini kwamba kule mbele kuna ushindi, ushindi uletao ushindi, ushindi uletao amani. Amen. Ushindi uletao upendo, ushindi uletao matumaini, ule ushindi wa baraka na kufanyika kuwa jeshi kubwa la Mungu aliye hai. Yes. Hallelujah. Amen. Umefika kiwango gani? Isaya sura 40, hebu tunalaka pale ule mstari wa 31. Anasema Isaiah chapter number 40 verse 31. Oh ya. Na kwenda kumaliza sasa very soon. Ndio. Anasemaje? 40 mstari wa 31. Mstari wa 31 anasema, kule watu waone tu vizuri. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. But they that wait upon the Lord shall renew. Kumbuka nimesema hapo. Amen. Their strength. Pastor Peter. Yes, baba. Wanatutazama maelfu hapo. Ndio baba. Nimesema kumaliza kwa nguvu kunahitaji nini? Upya wa nguvu zetu. Yes. Upya kufanyika marekebisho. Yaani ufike mahali mtu unafanya marekebisho kwenye mwili, kwenye nafsi na kwenye akili. Hebu angalia, kuna mtu anamaliza mwaka lakini ana bifu na mwenzie hapa. Na wananifuatilia. Mtu anakuambia huyu mtu sitapatana naye kamwe, asilani abadan. Na kuna mtu mwingine ukumbuke. Na tuelewane vizuri watumishi wa Mungu. Amen. Kuna watu ambao wameamua kubeba mambo ya watu wengine. Amen. Sio? Ili kuwakomoa tu. Huku si kumaliza kwa ushindi. Mika 3:8. Hebu nisomee tu pale, afu tutakuja hapo. Mika 3:8. Kwa hili ambalo la muhimu sana. Ni watu nimeongelea habari ya finishing strong with the glory of God. Kumaliza kwa ushindi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nimetaja majira, lazima ujue ni majira ya aina gani. Yes. Ni muda wa aina gani unaishi. Yes. Lakini je, mapito magumu au ni kwa kiwango gani umeyafanya mapito magumu unayopita kuwa ni fursa kwako?
Paulo anasema nimevumilia. Paulo amegeuza akafanya kwa uvumilivu ili aveshe taji lililo bora. Mika 3:8 anasema tazama mimi nimejaa nguvu na nini? Mika 3:8. Tazama mimi nimejaa nini? Mika 3:8. Bali mimi hakika ni mhubiri. Bali mimi nimefanya nini? Hakika nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana. Nimejaa nguvu kwa roho ya Bwana. Nimejaa hukumu na uwezo. Nimejaa. Hiyo ndio pointi kubwa. Tunapokwenda kumaliza, nimesema majira, nimetaja mwaka 2025 kwenda 2026. Lakini nimetaja kwa habari ya namna ulivyoanza maisha yako ya kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Nimetaja pia hali unaipitia, state, hali uliokuwa nayo. Ulianzeje? Nimesema shughuli unazofanya, kazi unazofanya zimeanzeje? Hasa kwenye hii hali hapa anasema Mika anasema tazama mimi nimejaa nguvu na uweza kumwambia Yakobo habari ya kosa lake, si ndio? Na Israeli habari ya dhambi zake. Makini majira ambayo tunahitaji kusema ukweli. Kwenye ukweli sema ukweli. Kwenye uongo hapa kwenye eneo ambalo halileti maana kwako lisemee kwamba this is no. Hiki sio. Hili halimbariki Mungu. Hili hapana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nampenda sana yule baba yake mwana mpotevu. Unakumbuka? Yes. Amina. Kwenye Luka ile sura ya 15 mstari wa 10 mpaka 17. Hasa ile mstari wa 17. Ndio. Yule baba mwana mpotevu, sikiliza. Yeye alimsikiliza mwanae. Kwa sababu kulithi mali kwa mtoto ni haki. Ni justice. Amina. Kwa hiyo hakumzuia. Akampa. Amina. Na alivyompa akaenda kutumia, akatapanya na washarati. Lakini nini kilichomrudisha kule? Kilichomrudisha kule Apostle Julius. Yes. Kilichomrudisha kule ni jambo moja tu. Amina. Ya kwamba ule uzuri, hekima, busara ya baba yake. Amina. Akasema nitarudi kwa baba yangu. Amina. Nitarudi kwa baba yangu. Natamani sana nimuone mtu mmoja hapa. Yaani kurudi kwenye huduma ulionayo mtumishi sio dhambi. Amina. Hey! Kujirudi kwenye huduma uliokuwa nayo, kuanza upya sio dhambi, sio kosa. Lakini inawezekana ukadhani kwamba umefahamika. Ni bora, ni afadhali akufahamu Mungu aliye hai ambaye ndio amekupa dhamana ya uwito uliokuwa nao. Yes. Kuliko kuogopa wanadamu. Finishing strong with the good with a great glory. Na utukufu. With the glory of God. Na utukufu wa Mungu. Kumaliza kwa nguvu, lakini iwe kwa utukufu wa Mungu. Watumishi wenzangu, tumalize kwa nguvu lakini kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Amen. Ni vizuri kujirudi, ni vizuri kujihoji. Kwa nini huduma yako inayumba? Kwa nini wewe ndoa yako inayumba wewe? Kwa nini hivyo? Kwani ukisema ukweli unapoteza nini? Paulo anasema hivi, sikiliza, rudia Paulo tumetoa nasemaje pale? Hebu tuambie watazamaji wetu, hii ni saa ya urejesho. Yes, amen. Hii ni saa ya urejesho. Kabisa. Mungu ana mpango kuturejesha. Amen. Yes. Mungu ana mpango ya kwamba kila mwenye kinywa, mwenye macho ya sahihi aurudie wema wa Mungu. Yes. Anasemaje pale? Timotheo wa pili sura ya 4. Soma pale, anasemaje? Mstari wa 7. Vipiga vita vilivyo vizuri. Soma kwa sauti Apostle mwanangu, soma. Watu wanatutazama kule. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Simama kwa miguu yako, simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Na pale hebu muone kule kwa mvio kidogo. Kama anaweza kama hawezi basi simama tu. Hakuna haja kamera kuziyumbisha. Nataka tusisitize watu tuone hapa. Kumbuka nimesema mtumishi wa Mungu. Be called a pastor. Kuitwa mchungaji. Be called an apostle. Kuitwa mtume. Be called a prophet. Kuitwa nabii. Whoever. Au vyovyote. A priest. Kuhani. A mega prophet. A senior prophet. Nabii mkuu. Kujirudi sio dhambi. Amina. Narudia, kujirudi sio nini? Sio dhambi. Sio dhambi na wala sio kosa. Amina. Yes. Kusema hapa mimi nimeshindwa. Why? Kwa sababu unafanya reconciliation na Mungu wako. Mapatano na Mungu. I have not been called with sijaitwa na watu.
Amina. I have been called by God. Nimeitwa na Mungu. Anasemaje hapo? Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Hakuna shida, you just be there. Wako na weka nimemsimamisha ili kwamba awe active. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Nimezipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Mwendo nimeumaliza. Paulo anajua sio jambo rahisi kusema hivi, watumishi wangu. Amina. Wazazi wangu wa kiroho. Amina. Sio jambo kwa niseme, sio jambo rahisi mtume Paulo aseme hivyo. Amina. Ndio maana nika-connect kwa habari ya Mika 3:8. Nabii Mika anasema, tazama nimejaa nguvu na uweza kumwambia Yakobo kosa lake na Israeli habari ya dhambi zake. Unajua ni watu wazima hao. Amina. Kwa nikasema kujirudi kwa mtumishi wa Mungu, kujirudi kwa wewe believer muamini, sio dhambi kusema nimekosa na anza upya. Ndio maana ya utukufu wa mwisho ni mkuu. Tulianza kwenye Mhubiri sura ngapi? Sura 7 mstari wa 8. Tukasema, akasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Kwa maana hiyo tunasisitizwa ya kwamba kutengeneza njia zetu sio dhambi. Amina. Kumaliza kwa ushindi sio dhambi. Ndio. Haleluya. Amen. Na kwenda kumaliza kwamba mtu ajue pamoja tunapomaliza, tunaposema huu ni mwezi, ni perfection of man, mwezi wa ukamilifu. Majina tukataja majina yote, lakini kumbuka tunamalizaje safari yako mbali ya mwezi wa 12? Unamalizaje rafiki yangu? Yes. Unamaliza na utukufu wa Mungu kwa kiwango gani? Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Ndipo Isaya nabii naye anasema, but they that wait, wawe wamngojeao Bwana, upon the Lord, wamngojeao Bwana, shall renew their strength, watarejeshewa nguvu mpya. Watarejeshewa wale wamngojeao Bwana. Hapa anasema nini my son? Anasema nini? Yes. Saa ya urejesho, majira ya urejesho. Anasema nini? Anasema hivi, wale wamngojeao Bwana, maki wale wanaosubiri kwa uvumilivu. Si uvumilivu wa kawaida. Amen. Ni uvumilivu ulio mtakatifu. Haleluya. Amen. Jesus. Hao ndio watakaoruka kama tai, watakaokoka. Ndio. Oh, nasikia makofi mbinguni kule. Amen. 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 Nasema nasikia makofi kule mbinguni. Amen. Glory be to God. Oh, yes. Utukufu ni kwa Mungu. Amen. Hebu tuangalie Zaburi mwanangu pale display. Zaburi ya 92 ule mstari wa 12 na 14. Naona mtandao baba umelemewa. Si ndivyo engineer? Mtandao umelemewa. Tumesema finishing strong with the glory of God. Kumaliza kwa nguvu na utukufu wa Mungu. Kumaliza kwa nguvu. Usimalize ukiwa na madigrii yako tu. Tunataka umalize kwa ushindi. Haya mavyeti tulivyokuwa nayo tunaye mbinguni haya. Ndio. Sasa tunasemaje prophet? Yeah! Sikiliza. Paulo sema nimevipiga vita vya imani. Nimevipiga. Licha tu nimepiga, lakini nimeilinda hiyo imani. Ndio. Tunapaswa, kuna eneo ambalo unahitaji kulilinda kwa sababu umelianzisha wewe. Hata kabla hujaondoka hapa kwenye hii dunia, mimi na wewe, hata kabla tujaondoka kwenye hii dunia, maana yake nini? Matafsiri yake iwe hivi: tumeweka alama kwa lile tulilolianza lililo jema. Yes. Tukalitunza. Ndio. Tukalimaliza. Yes. Tukaacha uzao wetu. Yes. Wakasimama katika ule wema. Amen. Na wao wasimulie watoto wao. Amen. Watoto wa watoto wao. Yes. Na hiyo ndo imani tendayo kazi. Amen. Katika Kristo. Amen. Imani tendayo kazi katika Kristo. Yes. 92 Zaburi inasemaje maisani? Mstari wa kwanza. Mstari wa 12. Biblia inasema mpaka mstari wa 14. Mwenye haki atastawi kama mtende. The righteous shall still be what? Endelea. Atakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Oh my goodness.
Wenye haki, rudia tena mwanangu. Mwenye haki atastawi kama mtende. Mwenye haki, umevumilia. Kuna kitu kinaitwa saburi, Pastor Peter. Yes, Baba. Saburi ni uvumilivu upitao. Ndiyo. Najua wewe ni mtumishi, umeitwa. Yes, Baba. Usiangalie vitu, angalia calling, wito uliokuwa nao. Amen. Ufunuo, revelation ulio nayo. Ndiyo. Usiangalie fedha. Come on, najua fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Tusitumie weakness, udhaifu huo, tuseme tuwaambie tunawaongoza watupe fedha. Yes. Naongea na mtu hapa. Amen. Fedha zitakuja, fedha zinakuja, matokeo ya uvumilivu. Ndio hapo nasema wenye haki wangu. Hebu endelea kusoma poso hapa. Mstari wa 12. Anasemaje? Mwenye haki atastawi kama mtende. Kwa kuwa tu mwenye haki unastawi kama nini? Kama mtende. Maana yake nini, my sons? Amina. Ambao mpo kwenye studio hiyo. Yes, Baba. Studio ya saa ya urejesho. Amina. Elvis engineer huko hapa. Mnanielewa vizuri? Amen. Nyuma ya kamera mnanielewa vizuri? Tunakuelewa Baba. Maana yake nini? Mnielewa kwamba ni hivi. Yes. Hii vitu ni matokeo ya uvumilivu tuliokuwa nao katika Kristo. Amen. Sio kwa sababu ya fedha tunazoipata, sio kwa sababu ya kazi tunazoifanya. Ni endurance. Uvumilivu. Inaitwa divine endurance. Amina. Ni uvumilivu wa kiungu. Yes. Amina. Sio uvumilivu wa kawaida. Mtu mmoja pokea hapo kwa jina la Yesu. Napokea Baba. Natangaza uvumilivu wa kiungu. Amen. Maanake kabla hujamjengea mtu nyumba, wewe ni engineer, ni fundi, unajenga nyumba vizuri kabisa, lakini kabla ya kumjengea, kabla ya kuwaza fedha, anza kuwaza ubora wa nyumba unataka kumjengea mtu. Nirudie tena, mtu anielewe hapo kama Amen. Rudia Baba. mnanielewa vizuri? Amen. Yaani huyu mtu amekutrust wewe. Yes. Unajua hajaamini kwanza ufundi ulionao, anaamini uaminifu uliokuwa ndani yako. Nielewa vizuri? Amen. Kwa na wewe unapeleka kama nini kwake? Unapeleka kama uaminifu pia kwake. Yes. Ya kwamba fedha yake kwake sio ya thamani, kwako kwanza. Amen. Thamani ni kazi yake. Thamani ni ile kazi aliyokupa. Amina. Maana yake nini? Unapotoa matokeo ya kazi uliopewa na bosi wako na matokeo mazuri, yes, maana yake una attract, sema ku attract. Maana kuvutia fedha. Yes. Kwa fedha zinakuja baada ya matokeo yaliyo mema. Yes. Kwa maana ya uaminifu. Amen. Kwa maana ya uvumilivu katika haki. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody say amen. Baba, rudia, watu wanataka wasikilize hapo wanasemaje. Mstari wa 13 wanasemaje? Mstari wa 13, waliopandwa katika nyumba ya Bwana. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana. Nilisema wale ambao wamemkubali Kristo, wakakubali kudumu kwenye fundisho la Mungu aliye hai. Nataka nikwambie dunia hii ni jimbo moja nzuri sana. Tujipigie makofi. Amen. Eti mtu anasema nataka kufa, nataka sio niende wapi? Hali maujinga tu. Ni kwa sababu kuna maeneo wewe umeshindwa kuvumilia katika utakatifu, umeshindwa kumwelewa Mungu ni nani. Nataka jioni ya leo, kipindi cha saa ya urejesho, ndio maana yake urejesho. Mungu akupe sasa neema, yes, ya kujua kwamba yeye ni nani kwako. Amen. Anakuwazia mema kuliko unavyofikiria. Anakuwazia mema kuliko wengine wanakuwazia mabaya. Mungu anakupenda kuliko mume wako. Ndio. Mungu anakupenda kuliko mke uliokuwa naye. Ndio. Kuna mtu anaongea naye hapa. Amen. God loves you than your father. Amen. God loves you than your mama. Amen. God loves you than your friend. Yes. The most important thing in your life, Amen, you must have to understand. Yes. God is a love. Kwamba Mungu ni pendo. And that's why he loved all. Ndio maana anatupenda wote. Hallelujah. Amen. Na tunaongea na mtu hapa. Yes. Naongea na mtu hapa. Amen. Naongea na mtu hapa. Ndio Baba. Kama Mungu akuinue katika viwango vipya. Amen. Mungu akuinue katika viwango vipya. Sikiliza. Wewe ambao ulisoma mwenye bachelor degree kama mimi. Hiyo bachelor ni karatasi tu. Bachelor degree yako hii inakuwa represented by skills. Inawakilishwa kwa ujuzi, kwa taaluma. Yaani umesoma nini, sio cheti. Kile ulichokisoma unakiwakilishaje kule.
Unaenda mbali kabisa na kusema nimesoma miaka 4 chuo. Amen. Nimesoma miaka 7. Just a number. Amen. Tunataka matokeo ya taaluma ulioipata, ili watu watakapokuona wanasema huyu mtu jamani, huwezi kudhani kwamba yeye ni PhD tech. Huwezi kudhani kwamba yeye ni daktari. Huwezi kudhani kwamba huyu ana masters. No, a very good man, a wise man. Ngoja nikwambie kitu kimoja wakati nakwenda kumaliza hapa. Anasema the righteous shall still bring forth fruits in old age. Nimependa hivi, wenye haki. Amina. Yani wenye haki kwa hivi, mstari wa 14 malizia pale. Wenye haki anasema hata kama wakiwa wamezeeka, hata kama wamechoka, ndio baba, hata kama wamekata tamaa, ndio baba, wao wataleta nini? Matunda yaliyo nini? Yaliyo bora. Naongea na mtu hapo ni daktari eti. Udaktari sio muda uliokaa vyuo miaka 7 miaka 15. Being a good doctor, Mungu ana consider zaidi ule utumishi ndani, kiwango cha kutumika bila kujali una GPA ya ngapi wakati unamaliza chuo. Ile rightness, ile haki ya Mungu ndani yako. Naongea na mtu hapa, naongea na dada mmoja hapa ananitazama. Naongea na dada mmoja ananielewa hapa. Mama mwenye watoto 3. Hebu comment kama mara 3, sema amen amen. Mama mwenye watoto 3. Naongea na wewe. Naongea na career yako sasa. Naongea na career. I don't know if you really understand me. Mungu amekusudia kukuinua kwenye taaluma, kwenye hiyo nafasi, kwenye idara ulionayo. Mungu ninayemtumikia sasa, nasema na Roho Bwana ananiambia wewe mama mwenye watoto 3, ndio narudia, mama mwenye watoto 3. Amen. Upo kwenye idara fulani hapo. Amen. Idara ya afya. Naongea na wewe, idara ya afya. Mungu hajakusudia ubaki hapo ulipo. Mungu anakutaka sasa hivi ongeza bidii kuvuka viwango ulivyofikia sasa, kwa ajili ya kufanya huduma kwa wagonjwa, kufanya huduma kwa wakuu wako, kunyenyekea kwa wakuu wako. Wewe ongeza. Nataka nikwambie tarehe 27 ya mwezi wa 12 2026 unipigie simu wewe ambao uko online. Nimesema una watoto 3, uko online, wewe hapa utanipigia simu. Mungu anakwenda kukupa mshangao wa kipekee kabisa. Ni double promotion. Double promotion. Double promotion tafsiri yake, utaondolewa eneo hilo unalofanyia kazi, utapelekwa kwenye eneo jingine ambalo hilo utaunganishwa na vibali vikubwa sana. Kama ni wewe ambao umepita kwenye mtandao, nimekuona hapa, wewe sema amen amen. Nisaidie kusema amen amen. Amen amen. Nisaidie kusema amen amen. Amen amen. Mungu anakutaka tu kwamba kutii ni bora kuliko hata dhabihu zako. Wakati mwingine acha masadaka yako, acha. Mungu anautaka moyo wako ili umalize ukiwa na nguvu nyakati hizi. Kumbuka nimesema majira, nimesema muda, nimesema hali, nimesema nafasi. Wakati mwingine unapita kwenye nyakati ngumu, unadhani kama Mungu amekuacha. Mungu hakuachi kamwe, bali uovu wetu, dhambi zetu, makosa yetu ndiyo yanatufanya sisi tumwache Mungu. God cannot forsake you. God won't forsake you. God cannot forsake you. Mungu hawezi kukuacha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu hakuachi. Amen. Amen. Mungu hakuachi kwa jina la Yesu. Amen. Na hata kuacha kamwe. Amen. Bado upo kwenye mkono wake. Amen. Naongea na mtu hapa, mkono wake wa kuume umechorwa wewe. Amen. Wewe nisaidie kusema amen. Umechorwa. Amen. Mtoto wako wa kwanza amechorwa hapa, ndio. Mwanao wa kwanza ambaye sasa anatarajia kwenda form 5. Wewe ambaye mwanao anakwenda form 6. Wewe ambaye anatarajia mwakani. Yes, mwaka huu ndio anaingia chuo. Wewe Mungu hajakuacha.
bali maovu yako ndiyo yamekufanya kwamba Mungu awe mbali na wewe. Kuanzia sasa kwa jina la Yesu, Amina. na kuamuru kwa damu ya mwana kondoo, Amina. tengeneza moyo wako. Amen. Tengeneza moyo wako. Amen. Wenye haki. Kumbuka pointi moja Apostle, nimesema hivi, tunakwenda kumaliza. Tumelemewa kwenye mtandao, si ndivyo? Mtandao tumelemewa sana. Yaani wewe ambao umeingia sasa hivi hapa, ebo sema tu amen amen, nione amen amen mara 5. No, yes, namba 5. Fanya, sema amen amen mara 5. Iwe iwe tendo la kinabii kwako kwa jina la Yesu mara 5. Na wewe mwingine sema mara 7, liwe tendo la kinabii kwako kwa jina la Yesu. Sema amen 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 amen. Imekuwa, yani vile unavyoandika na natamka neno la kinabii kupitia hicho unachokiandika kinavaa mwili na kinakuwa kwako. Amen tafsiri yake nimeelewa. Amen tafsiri yake iwe kama ulivyotamka nabii wa Bwana. Yes. Ndivyo ilivyo. Amen. You just keep on and andika amen. Nataka amen amen. Yaani andika ile amen na amen 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 mara 5. Alafu Mungu akutetee. Ndio naongea na mama mmoja hapa. Naongea na mama chini ya kitovu upande wa kushoto. Una experience maumivu. Narudia, maumivu. Umekata tamaa na wakati mwingine unafili kwamba ni kama umeambiwa ni kama unahitaji kufanywa operation. Yes. Naongea na wewe. Ndio. Lakini naongea pia na baba mmoja, yes, ambao umepita lakini sasa hauja. Nimeona like hapo. Mkono wako wa kulia kwenye bega. Unasikia, mimi nataka nikupe maelekezo tu. Kuna kunyosha mkono hivi kama ninavyonyosha mimi, ni maumivu makubwa sana. Sasa sikiliza, nenda hospitali kafanye check up kwanza. Kuhusiana na mkono ni kama unafikiri kama hivyo ni kama maumivu ya kawaida, lakini sio maumivu. Kacheki kwanza hospitali. Hujarogwa, ila nenda kacheki hospitali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu atoe neema, namalizia, Mungu atoe neema ya kumaliza kwa nguvu kwa wanaokata tamaa. Tunaelewana vizuri? Amen. Mungu atoe neema ya kumaliza kwa nguvu kwa wanaokata tamaa. Mungu hawezi kutoa neema hiyo. Yes. Na hana mpango huo. Mungu anatoa neema kwa wale waliofika kiwango cha kusimama imara kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakitegemea utendaji halisi wa Mungu aliye hai, kutegemea utendaji halisi, ule ushuhuda na ushahidi wa ushindi wa Yesu Kristo pale msalabani. Haleluya. Yes. Pale wapi? Msalabani. Kwa hiyo pointi kubwa Pastor Peter, Mungu atoe neema kumaliza kwa nguvu kwa wanaokata tamaa, bali kwa wale wanaosubiri. Kusubiri ni roho. Kusubiri ni roho kabisa. Narudia, kusubiri ni roho. Subiri uponyaji wako. Ndio baba. Yule mama alikaa miaka 12 akapokea neema ya uponyaji instantly. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo kusubiri ni roho, ni spirit. Subiri, usiwe mtu wa kukimbilia kila jambo jema unaliona lingine ni jema, usilikimbilie. Subiri kwanza, hitaji ufahamu, lielewe vizuri, kisha ulifuate. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So utukufu wa Mungu hutenda kazi katika watu wanaolifuata neno. Namaliza pointi yangu ya mwisho hii. Ndio baba. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Tusome kwa bidii hapo, afu niwatamkie washindi walionifuatilia kwa muda mrefu. Yoshua sura ya 1 mstari wa 8. Hebu tuangalia pale. Biblia inasemaje? Anasema this book of the law shall not depart out of thy mouth. Kinywani mwako. Bali kifanyeje? Tuendelee pale. Yoshua sura ya 1. Tuende Yoshua sura ya 1 mstari wa 8.
kitabu hiki, anasema kitabu kisitoke kinywa, bali yatafakarini maneno yake. Yes. Anasema usiku na nini na mchana, ili uweze kufanikiwa. Si ndivyo nasemaje? Uweze kufanikiwa. Sasa ni muhimu kujua kwamba pointi yangu ya mwisho usiku wa leo kwenye finishing strong with the glory of God ni kwamba utukufu wa Mungu hutenda kazi katika watu wanaofuata neno. Mungu Baba aliye hai kwa mwanawe Yesu Kristo na Roho Mtakatifu uliovumilia kupita kwenye mtandao na kwenye akaunti ya Saa ya Urejesho, kwenye kipindi cha Saa ya Urejesho, ninakutamkia mema yapitayo mema yote. Roho Mtakatifu akuatamie mahali popote pale ulipo. Unapomaliza mwaka huu, usimalize kwa hasara. Hata kama ni muda mchache umejigundua kwamba huu ni muda mchache kwa kuwa nimemkosea Mungu au nimepoteza vingi, naamuru kwa jina la Yesu kama nabii wa Bwana, neno langu ni amri, neno langu ni haki kwenye ufalme wa Mungu. Kwa jina la Yesu, kama ni siku 27 zimebaki, Mungu Baba aliye hai anakufanyia mapinduzi baada ya utii wako kwa muda mfupi, unyenyekevu uliokuwa nao. Kwa jina la Yesu, wale adui zako waliosema kwamba tutasubiri mwezi wa 12, kwa kuwa umepita kwenye akaunti hii hapa ya Saa ya Urejesho, kwa jina la Yesu nageuza mipango ya adui zako sasa hivi. Nageuza, nasema nageuza mipango ya magonjwa, mipango ya aibu, mipango ya bahati mbaya. Nageuza kuanzia sasa, irudi kwao mahali walipoweka vikao kwa jina la Yesu. Naamuru moto, naamuru moto, moto wa Roho Mtakatifu usiwaache wakijisifu adui zako. Naamuru sasa neema juu ya neema juu yako. Wewe mama uliyenifuatilia kwa muda mrefu, neema juu ya mtoto wako wa kwanza, neema ya Mungu juu ya mtoto wako wa pili, neema ya Mungu aliye hai na mtumikia mtoto wako wa tatu. Kwa jina la Yesu Kristo, ninaondosha kila aina ya ubumbuwazi wa fikra na fahamu za watoto wako. Naondosha kwa jina la Yesu, naondosha kwa damu ya mwanakondoo hofu na mashaka ya biashara, hofu na mashaka ya kazi, hofu na mashaka ya ndoa. Liko neno la kinabii kumaliza kwa nguvu kwa ajili ya utukufu wa Mungu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo, na kuondoa kwenye hofu, na kuondoa kwenye mashaka, na kuondoa kwenye aibu, na kuondoa kwa jina la Yesu, na kuondoa kwa damu ya mwana kondoo, na kuondoa kwenye migandamizo ya kila namna. Ninakutoa kwa jina la Yesu. Nisaidie kusema natoka, nisaidie kusema natoka. Natoka kwenye hali ya umaskini, natoka kwenye hali ya magonjwa, natoka kwenye hali ya fadhaa, natoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naamuru toke. Amen. Naamuru toke. Neema juu ya neema iwe juu yako. Leo ni tarehe 3 na kwenye naenda tarehe 4. Neema juu ya neema iwe juu yako. Neema juu ya neema iwe juu yako. Naamuru neema na kibali cha Mungu. Naamuru neema na ulinzi wa Mungu. Naamuru uzima na mafanikio. Naamuru rehema, naamuru ubora, naamuru heshima juu yako. Wewe na watoto wako, wewe na nyumba yako, wewe na kazi yako, wewe na biashara yako, wewe na huduma yako, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo ufanikiwe kwa jina la Yesu. Nafungua ulimwengu wote kama sanda uliofungwa. Yesu aliwaambia wale ndugu wa Lazaro, aliwaambia wakina Martha, aliwaambia wakina Mariam ya kwamba kifo hiki ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nami naamuru kwa jina la Yesu, bahati mbaya unayopitia sasa iwe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa kuwa umepita kwenye ukurasa huu, kwa kuwa umenisikiliza sasa, naondosha sanda ya magonjwa, naondosha sanda ya aibu. Ninaondosha kwa jina la Yesu. Naondosha hiyo sanda. Naondosha in the name of Jesus. I cast it in the name of Jesus. Jesus name. Naamuru kuanzia sasa, naamuru kuanzia sasa uwe hai. Naamuru kuanzia sasa wewe
wewe mwenye mguu ambao unapoza kwa jina la Yesu, nasema na mguu wa kulia, wewe kwa damu ya kondoo, kwa jina la Yesu Kristo, naamuru sasa huo mguu ganzi toweke. Wewe Subiana, wewe Makata, wewe Maimuna, kwa jina la Yesu naamuru moto wa Roho Mtakatifu, achia binti huyu, achia kijana huyu, mwachie mama huyu, mwachie baba huyu, achia huduma hii, achia kazi hii kwa jina la Yesu. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Moto kwa jina la Yesu. Moto kwa jina la Yesu. Nasema na wewe ambaye unasikia mapigo ya moyo yanakwenda kwa kasi, kwa maana you feel like a pressure, naongea na wewe kwa jina la Yesu. Natangaza neema ya Mungu aliye hai. Biblia inasema kila neno la baraka linavaa mwili, nami navesha matamshi yangu mwili. Amen. Neno la nabii halipotei. Kwa jina tunasema na moyo wa mtu hapa. Shika moyo wako hapo ulipo mahali popote, kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo naamuru uumbaji upya, uumbaji mpya, naamuru uumbaji upya kwa jina la Yesu. Naondoa pressure kupanda, pressure kushuka, uwe nomo kwa jina la Yesu. Nasema uwe nomo kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unapita kwenye kisukari kiwango kikubwa, naamuru sasa kwa jina la Yesu, na yeyusha mfumo wa damu. Natamka katika ulimwengu wa roho, kwa kuwa wewe unanitazama, kwa kuwa unanifuatilia, naamuru kwa jina la Yesu, sukari katika mwili iwe nomo. Nasema iwe nomo. Nasema iwe nomo. Nasema iwe nomo. In the name of Jesus. 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 Na iwe kwa jina la Yesu. Naamuru sasa, adui zako utaona wakiaibika. Siku 27 na zidedicate kwa Mungu aliye hai, ziwe afya, ziwe ulinzi, ziwe matumaini. Amen. Hakuna kifo ndani yako. Amen. Wala hautakufa, utaishi kabisa. Hutazika mume wako. Amen. Hutazika mke wako. Amen. Hutazika watoto wako, wala hutaipoteza biashara, wala ndoa yako haitapotezwa kwa jina la Yesu. Baada ya maombi haya, wewe ambao umenifuatilia kwa muda mrefu, na kukaribisha kwenye kipindi hiki, usiache kutoa ushuhuda, lakini kumbuka bado hujazuia kutoa sadaka ya shukrani. Tukumshukuru tu Mungu, haikumsema tu Baba asante, ili kipindi hiki iweze kuwa hewani muda wote. Kipindi hiki kina gharama kubwa kuwa hewani. Kumbuka tunapatikana pale YouTube kwa akaunti ya Rehomi TV. Masomo ya Nabii Lwambano utayapata pale Rehomi TV. Narudia, Rehomi TV kule YouTube, na Facebook Restoration Hour, Restoration Hour. Utatupata hapo, utanipata hapo. Utapata vijana wangu kwenye hizo kurasa, utawaona wakiendelea kuhubiri na kufundisha na kujenga ufalme wa Mungu. Mungu akubariki sana. Lakini ngoja nikuambie jambo moja la muhimu, maana nimeona mtu anauliza anapatikana wapi. Niko Dodoma, Tanzania, makao makuu ya nchi, Dodoma, Tanzania. Kanisa nzuri sana la Victory Faith. Ukifika Dodoma mjini, narudia, Dodoma mjini, unaweza kupanda gari kuja Ihumwa, na utashuka kituo cha Flamingo au kituo cha Ihumwa. Ukishuka pale, kuna bodaboda wengi ambao wananufaika na huduma hii. Waambie nipeleke kwa Nabii Lwambano au mchungaji Lwambano au kuhani Lwambano, vile utakavyotaja. Watakuuliza maswali mawili au swali moja: wapi, kanisani au nyumbani? Wewe sikuhitaji nyumbani kwangu, sema kanisani. Vipindi vyetu vinaendeshwa hapa online. Kila siku tunapopata nafasi tunaendesha online. Narudia, kila siku tunapata nafasi tunaendesha online. Lakini kanisani ni siku ya Alhamisi saa 10 kamili. Tunaamini sana mafundisho, tunaamini sana uongozi wa Roho Mtakatifu, tunaamini sana neno la Mungu, tunaamini uponyaji ni matokeo ya kufundishwa, uponyaji ni matokeo ya kuelewa, uponyaji ni matokeo ya kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Jumapili ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 7 mchana.
mpaka saa 7 mchana. Nimekuambia namna kutoka kuja kanisani. Wanaotoka Chamwino, kwa maana Chamwino Ikuru, Morogoro, Dar es Salaam, gari litawashusha Ihumwa au Flamingo, kambi ya jeshi. Ukifika hapo usisahau kuuliza Nabii Lwambano, nabii wa kizazi kikaidi aka. Maana yake naamini kabisa fundisho linamkomboa mtu, hajalisha anaonekanaje. Ukaidi wa mtu ni kwa sababu neno la Mungu halijakaa ndani yake. Na kukaribisha sana, tutaonana safari hii kesho saa 10 Alhamisi, tutakuwa kanisani. Wewe unayesema umebarikiwa na mafundisho haya, Mungu aliye hai, Roho Mtakatifu akusaidie mafundisho haya kupeleke kwenye ukombozi kamili. Wewe ambaye unanifuatilia kwa kina, nimesema YouTube Rehome TV, na usiache kuniambia kwamba unanipata vizuri. Message yako ni muhimu sana. Na hii ni saa ya urejesho na Nabii Lwambano, mwana wa agano, mtoto wa Apostle Dr. Vincent Mkara. Na Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu awabariki. Imekuwa takuzidi. Amen. Amen.